Torokeni kwenye mji huo, mji ule umechafuka, mji ule umeanguka, mji ule ni Babeli. Torokeni kwenye mji huo. Mafundisho ya uongo, umejaa ibada za sanamu. Mji ule wa Babeli umejaa ibada za sanamu. Mambo yake yote ni unajisi. Mji ule wa Babeli, mambo yake yote ni unajisi. Torokeni kwenye mji huo, mji ule umechafuka, mji ule umeanguka, mji ule ni Babeli. Torokeni kwenye mji huo. Torokeni kwenye mji huu, Bwana Mungu anawaonya. Geni virago vyenu, muhame kungani mapema. Mji ule umechafuka, mji ule umeanguka, mji ule ni Babeli. Torokeni kwenye mji huo. Nasemaje? Haleluya. Nashukuru. Jambo. Bwana asifiwe. Amen. Hebu kama tunaonana tusalimiane namna hii. Kama una mkono tufanye hivi. Nashukuru Mungu wakati huu. Na tuna bahati sana. Chenye mimi ningependa kuambia watu wa huku inaitwa Mkulusu. Watu wa Mkulusu mna bahati sana. Sababu tuna heri, ulimwengu bado haujaisha na Mungu amefanya mpango, neno hili limefika huku.
Haya maneno si yale ambayo unaweza ukayapata kwa urahisi, na siku zinakuja hatutayasikia kamwe. Hata hizi nyimbo wanaimba hapa, tokeni katika Babeli, hatutasikia. Lakini tuna heri na tuna bahati, sasa hivi mchana wa leo jua inang'aa hivi, tunasikia haya maneno. Sasa fundisho hili ni la unabii. Fundisho hili tunapoingia ndani, naomba Mungu atusaidie tuweze kulielewa. Nashukuru mwalimu ambaye amekuwa kwenye jukwaa hapa akifundisha kuhusu mambo ya afya na mambo ya wokovu. Na wapendwa, wokovu si kitu hivi hivi. Nataka tutengeneze mazingira kidogo, alafu tuingie kwenye fundisho la unabii. Na kabla hatujaingia kwenye unabii, hebu tuombe. Tunaomba. Mtakatifu Mungu Baba unayetupenda, tunasema ni asante jioni ya leo. Tunapoingia kwenye fundisho hili kujifundisha neno lako, hebu Roho wako atufundishe. Tufundishe wewe bali sio sisi. Tumejinyenyekesha zaidi, hebu wewe chukua usukani. Nitumikie tu kama chombo, unishushe, ondoa majivuno, ondoa moyo wa kiburi na kujiinua. Lakini neno lako mwisho wa siku jina lako litukuke. Mapenzi yako yatendeke tangu sasa hata milele. Kwa jina la Yesu tunaomba kwa imani. Amen. Amen. Nataka tuanze hivi wapendwa. Katika dunia hii tunaishi na wengine hawajui tunaishi kwa ajili gani. Wengine tunaishi tu kwa neema ya Mungu tu. Mtumishi wa Mungu ataendelea, kuna siku atazungumzia sheria. Kuna wale wanasema katika dunia hii tumeokolewa kwa neema, ndio. Tumeokolewa kwa neema, ndio. Na anasema ya kwamba kwa vile tumeokolewa kwa neema, hakuna nini? Hakuna sheria. Ukiambia huyo jamaa basi kama tumeokolewa kwa neema hakuna sheria, unamwambia iba, anasema kuiba ni mbaya. Unamwambia basi zini, anasema kuzini ni mbaya. Ulijuaje ni mbaya kama hakuna sheria? Si ndio? Sasa mimi siingie hapo. Nataka tuangalie kitu inaitwa wokovu kidogo. Alafu tuingie kwenye unabii wa leo, inaitwa ndoto za lingana. Tutaangalia zinalingania wapi na ni ndoto gani. Kwa hivyo nipe kitabu kinaitwa Matendo. Matendo 4 fungu lake la 12. Matendo 4 fungu lake ni la 12. Aha. Biblia takatifu inatoa maneno haya 12. Biblia inasema, twende, inasema hivi. Inasema useme. 12 inasema. Aha. Inasema wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Tunapotaja kitu inaitwa wokovu tujue hakuna wokovu katika yeyote. Kwa maana hapana jina jingine. Hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa. Chini ya mbingu yote. Hakuna jina jingine tulilopewa sisi wanadamu ila ulitupasalo sisi kuokolewa kwalo. Kumbe hakuna jina litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Naam. Ila 13. Basi walipoona ujasiri wa Petero na Yohana, ndio, na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu. Wakawatambua ya kwamba, shikilia hapo kwa naam. Wakatambua hapo, malizia. Wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Walikuwa pamoja na nani? Na Yesu. Kwa hivyo hakuna jina lolote litupasalo sisi wanadamu kuokolewa kwalo. Ila jina la nani? Jina la Yesu. Sasa huyo Yesu, kuna watu wanasema unajua kitu ambacho unategemea kando na Mungu au Yesu, unalitumainia kwa wokovu, tayari wewe uko nje. Sababu kama unamkiri Yesu, unapaswa uenende kama yeye alivyofanyaje? Kama yeye alivyoenenda. Petero wa kwanza 2:21. Petero wa kwanza 2:21 inasemaje? Biblia inasema maneno haya mwalimu. Ndio. 2:21 Biblia inasema, naam, inasema hivi, kwa sababu ndiyo mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu. Kristo ambaye alitupa wokovu aliteswa kwa ajili yetu sisi, akawaachia kielelezo, akatuachia kielelezo, ufuate nyayo zake. Sasa huyu Yesu aliyetuokoa sisi alituachia nini? Kielelezo. Anasema tufuate nini? Nyayo zake. Sasa nyayo za Yesu ni gani? Yesu alitupa ubatizo wa kweli, mwalimu ataongelea. Yesu ndiye mwenye wokovu. Yesu akatuachia Pasaka ya kweli. Kuna wengine wako na ile ya ukora.
na Mungu alitupa ya kweli. Mungu akatupa ubatizo wa kweli ambaye itatuokoa sisi. Wengine wanaleta ile ya uongo, tutaifunua tunapoingia kwenye unabii. Sasa hakuna wokovu katika yeyote ila kwa nani? Kwa Yesu aliyetundikwa wapi? Msalabani. Na alipotundikwa msalabani alisema ya kwamba mtu yeyote atakayetundikwa tena msalabani kisa na maana kwa ajili ya wokovu amefanyaje? Amelaaniwa. Wagalatia 3:13. Galatia 3:13. Biblia inasema maneno haya. Ndio. Inasema hivi mwalimu. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Kumbe Kristo alikomboa wanadamu wote katika kitu inaitwa laana ya Torati. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Kristo ni mtakatifu, lakini kwa ajili ya dhambi zetu akafanywa laana. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwae juu ya mti. Juu ya nini? Ya mti ya msalaba. Naam. Unapata wengine wana misalaba wameweka kwenye shingo, wanaitumainia sana. Wengine ukienda kwenye madhehebu yao wameyaweka pale. Wengine wameweka kwenye mchaga wa kitanda pale, ati ya kwamba inawakumbusha waombe. Nani anayepaswa kukukumbusha kuomba? Ni Yesu bado, si ndio mpendwa? Ndio hiyo. Ni nani? Ni Yesu. Sio ile kitu ambayo watu wanasema ati ni maombi ya kukariri, anasema sijui sijui wakosaji sijui nini. Hebu nipe waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Nipatie 2:1. 2:1 mtumishi, Biblia inasema hivi. 2:1 waraka wa kwanza. Soma hapo watoto wangu wadogo. Biblia inasema hivi. Samahani. Inasema watoto wangu wadogo na waandikieni haya ili kwamba msitende dhambi. Endelea. Inasema na katika hili unasoma yako. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:1. Watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, na kumbe mtu akitenda dhambi, tunaye mwokozi kwa Baba. Kuna mwokozi anayeleta wokovu. Kuna mwokozi kwa Baba. Ni nani? Yesu Kristo. Ni Maria mwenye haki. Ni Maria kweli? Ni Yesu Kristo. Ni askofu? Ni Yesu Kristo. Ni mzali? Ni Yesu Kristo. Ni mlori? Ni Yesu Kristo. Kumbe mwombezi wetu ni nani? Yesu Kristo. Alafu wengine wametumainia wanadamu sana. Anajua tu shida zake, asipoomba aziishi mpaka aende kwa yule mlori ama aende kwa msali ati ndio ziishi. Huyo msali pia anaomba yule Mungu ambaye ungepaswa pia na kufanya nini? Kumwomba. Ule Yesu anayetupa wokovu ndio huyu pia anafanya nini? Anatumainia. Wapendwa, anayemtegemea mwanadamu ana nini? Nipatie kitabu cha Yeremia. Yeremia 5:17. Ni 17:5. Biblia inasema hivi. Amelaaniwa yule amtegemeaye mwanadamu. Amelaaniwa amtegemeaye nani? Mfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Kumbe anayepaswa kinga yetu ni Mungu. Amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake na moyoni mwake amemwacha Bwana. Bwana. Jambo lingine, wale wanaokataa sheria za Mungu. Yaani Mungu anazo sheria ngapi? 10. Kumbuka hapo zamani kulikuwa na sheria nyingi ambayo mwalimu ataongelea, siangalii pale. Sheria zaidi ya 303 za Musa, kama zile zinasema jino kwa jino, jicho kwa jicho. Unaona ile? Mawe kwa mawe. Mtu akikukosea nao unafanya nini? Unarudisha. Yesu alipokuja akaondoa hizo, zikabaki zile 10 ambazo ziko ndani ya sanduku la agano. Ambazo ziko mpaka mbingu mpaka Kristo atakapokuja, hizo sheria ziko. Sasa hizo sheria zote tunaambiwa tuzitunze. Ukivunja moja umevunja yote. Sasa nipatie Zaburi 119 fungu la 155. 155. Sasa neno la wokovu, kuna wale wanaovunja sheria ya Mungu. Tuangalie kama wokovu uko karibu nao. Alafu anasema Zaburi 119. Ati nimeokoka, Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na huku unavunja sheria zake. Huku hautendi mapenzi yake, lakini unamkiri yeye. Hii ni mambo gani? Biblia inasema. Ndio. Wokovu mbali na wasio haki. Kumbe wale ambao sio wenye haki, wokovu wa Mungu uko wapi? Uko mbali. Sasa tutaangalia haki ni nini. Kumbe wokovu uko mbali na wasio nini? Na wasio haki. Sasa wasio haki tutaangalia haki ni nini. Endelea. Inasema kwa maana wajifunze amri za. Wamekataa kujifunza amri za nani? Amri za Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ukikataa amri za Mungu, wokovu uko mbali. Endelea. Inaendelea ikisema Bwana, rehema zako ni nyingi. Unihuishe sawasawa na hukumu zako. Sawasawa na nini? Na hukumu zako. Ndio hiyo maneno sasa. Naam. So Mungu anahitaji, kama tunahitaji wokovu,
tunatenda mapenzi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Kama tunahitaji wokovu, tushike amri za nani? Za Mungu. Lakini watu wamekataa wokovu. Sasa tutaponaje? Waebrania 2:3. Waebrania 2:3. Waebrania 2:3 inasema tutaponaje kama tumeikataa wokovu? Endelea. Inasema 2:3. Je, tutapataje kupona? Watu wa Mkulusu, tusipojali. Tutapataje kupona tusipojali? Tusipojali nini? Wokovu mkuu. Namna hii tumekataa kujali wokovu. Sasa swali ni kwamba tutaponaje? Huku unamkiri Kristo, ati Kristo aangalii nini? Aangalii kanisa, aangalio ati anaangalia moyo. Huo moyo wako unakuelekeza kutenda mapenzi yake au la? Naam. Katika wokovu. Wokovu ni jambo la msingi sana katika maisha ya mwanadamu. Sababu sisi wote tunalenga kuokolewa pale mbele. Na kuokoka si unaamka asubuhi moja na kuokoka, iko safari, unapaswa uvumilie hata mwisho. Nipatie Mathayo 24 fungu la 13. Mathayo 24:13 Biblia inasema hivi. Atakayeokoka ni nani? Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Vumilia, ukipata imani ya kweli, kumbatia. Changamoto ziko. Vumilia mpaka wapi? Mpaka mwisho. Ile ni fundisho ambalo mwalimu amekuwa hapa analieleza. Kwa hivyo tutakapopata muda tutaingia hapo zaidi. Lakini sasa nataka tuangalie unabii. Unabii nasema ndoto zalingana. Kama unaandika utaandika tu hivyo. Ndoto zalingana. Sasa tuangalie ni ndoto gani zilingana. Bwana asifiwe. Amen. Kama tunaonana, hebu tusalimiane hewani. Sasa tega sikio hapa. Tega nini? Sikio. Hebu nipe kwanza Ufunuo 13:9. Ufunuo 13:9 inasemaje? Biblia takatifu inatoa maneno mazito kama haya mwalimu. 13:9 Biblia anasemaje? Inasema hivi. Mtu akiwa na sikio, omundu na ana amaru, sindio? Na sikio. Omundu na ana amaru gahurira, aure mahogana. Mtu akiwa na sikio na afanyaje? Na asikia. Sasa nataka tuanze. Mfalme Nebukadreza, jana tulitafsiri ndoto yake ya Danieli 2. Tukaangalia hiyo ndoto ilikuwa inamaanisha falme za dunia mpaka Kristo atakapokuja, ambale ni lile jiwe. Tukaangalia jiwe linamsimamia nani? Kristo. Na sasa leo tunaangalia Danieli 7. Ndoto ya Danieli 7 ukilinganisha inafanana na Danieli 2, lakini ukifika pale chini inatofautiania kidogo, sababu kuna falme mara mbili. Tutakapofika mahali tutaona kuna ufalme unaitwa ufalme wa Rumi ya kipagani ama Rumi ya kishenzi, inaitwa the pagan Rome. Tutakapoendelea tutaona kuna ufalme unaitwa wa Kirumi, lakini ilikuwa na mamlaka inaitwa mamlaka ya kidini. Tuko pamoja? Yaani kuna mamlaka mara mbili. Tutakapokuwa tunaendelea sana, nataka tuanze hivi. Danieli 7 mstari wa kwanza. Danieli 7 mstari wa kwanza, Biblia inasema katika mwaka wa kwanza wa Belishaza, katika mwaka wa kwanza wa mfalme Belishaza, mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto. Danieli mtu wa Mungu akaona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Ndio. Basi akaiandika ndoto. Hiyo ndoto ambayo Danieli aliota, akatoa habari yake, ya jumla ya mambo hayo. Akaandika jumla ya mambo hayo yote. Alipoyaandika, naam, ndiyo sasa tunayasoma leo. Bwana asifiwe. Amen. Hasa tunavyoisoma leo inasemaje? Hebu endelea. Inasema Danieli akanena. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku. Danieli alipokuwa kilala usiku, akaona katika maono wakati wa usiku, akaona nini? Tazama. Hizo pepo 4 za mbinguni. Pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Maana ya pepo, ama unajua pepo si bisieno. Yes. Sasa sisi hatuzungumzii hiyo pepo, yani ile ya upepo unaovuma. Pepo kiunabii ama upepo inamaanisha vita, machafuko au tufani. Sijui kama tunapata hiyo maneno. Sasa Danieli akaona pepo 4 zikivuma juu ya uso wa nchi. Inaendelea. Ndipo wanyama wakubwa wangapi? 4. Makai imeisha hapo. Inaendelea ikisema hivi mwalimu. Naam. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali.
wanapotengeneza kipaza sauti cha msomaji, nataka niseme hivi. Haya tunayoyafundisha usidhani ya kwamba utayapata kiurahisi. Si jambo ambalo utaamka asubuhi upate masokoni wanafundisha. Ni siri ambayo imefichika ambao ulimwengu haufahamu. Na laiti ulimwengu ifahamu ndiposa Yesu arudi. Utajuaje historia ya dunia hii pasipo kufahamu maneno haya? Sasa tulikuwa tunaangalia ile ndoto ambayo Danieli aliota wakati mfalme Belshaza alikuwa katika utawala. Mfalme Belshaza ni mmojawapo waliokuwa katika ufalme wa Babeli. Kabla ufalme wa Babeli hujakuwako, kulikuwa na ufalme unaitwa ufalme wa Wakaldayo. Sasa nataka tuendelee mahali ulikuwa umefikia. Niendelee kusema hivi mwalimu. Wanyama wanne. Nasema ndipo wanyama wakubwa wanne wakatoka baharini. Wakatoka katika bahari. Wote wa namna mbalimbali. Na hao wanyama hawafanani, walikuwa ni wa namna mbalimbali. Sasa hapo mahali unasema weka uzi, sababu tutakuwa tunafungua huku tunasoma hapo. Tunafungua huku tunasoma hapo. Sasa wanyama wa namna mbalimbali. Sasa tuangalie wanyama maana yake nini? Na walikuwa wanatoka baharini. Maana ya bahari ni nini? Alafu kuna mnyama alikuwa na pembe. Pembe maana yake ni nini? Tutakapofahamu maana ya hizo, sasa tutaelewa ni nini tunazungumzia. Sasa nipe Danieli 7:17. Maana ya mnyama ni nini? Biblia inasema maneno inasema ndio wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Kwa hivyo ukiona Biblia inataja mnyama, ukiona inataja tu mnyama pap, jua ni ufalme. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo hapa tunazungumzia ufalme. Ukisikia tu mnyama, jua tunazungumzia ufalme. Jambo lingine, hao wanyama wote walikuwa wanatoka baharini. Maana ya bahari maana yake nini? Nipate kitabu kinaitwa Ufunuo 17 mstari wake wa 15. What is the problem with this? Naomba tuendelee. Kabla tuendelee, acha tuombe kwanza. Baba ushie milele, tunasema ni asante kwa kila jambo. Tunapoendelea fundisho hii, shikilia hali ya kila namna. Shikilia hali ya mitambo, nasi wasikilizaji, na hata hali ya anga. Umeme mikononi mwako, ili kwamba tuweze kujifundisha neno hili. Kwa jina la Yesu tunaomba kwa imani. Amen. Bwana asifiwe. Hata tulikuwa tunaangalia bahari inamaanisha nini? Sababu hawa wanyama walikuwa wanatoka baharini. Tumeangalia mnyama maana ni ufalme. Sasa juu tunazungumzia ufalme. Hasa wafalme walikuwa wanatoka baharini. Maana yake ni nini? 17:15 Revelation. 17:15 Revelation, Biblia inasema kisha akaniambia yale maji uliyoona hapa aketipo yule kahaba ni nini? Ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Naam. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiona Biblia inataja maji, jua anazungumzia mataifa. Kwa hivyo wafalme hawa walitokea kati ya nini? Ya mataifa. Naam. Sasa nataka tuangalie hizo falme. Rudi katika Danieli 7 fungu la 4, mnyama wa kwanza. Ama mfalme wa kwanza. Biblia inasema ndio wa kwanza alikuwa kama simba. Mnyama wa kwanza alikuwa sio simba, lakini ni kama simba. Twende. Naye alikuwa na mabawa ya tai. Na huyo mnyama alikuwa na mabawa ya nini? Ya tai. Natazama. Hata mabawa yake yakafutuka manyoya. Akainuliwa katika nchi. Twende. Akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu. Naye akapewa moyo wa kibinadamu. Akapewa moyo wa nini? Wa kibinadamu. Sasa mnyama wa kwanza, naam,
Nyama zini ufalme. Sasa ufalme wa kwanza ulikuwa na mabawa mangapi? Mawili. Maana ya mabawa ni nini? Bwana asifiwe. Maana ya mabawa ni nini? Ukisoma Maombolezo 4:19 inasema, inamaanisha mabawa ni kwenda kwa kasi. 4:19 Biblia inasema, waliotufuatia ni wepesi kuliko tai za mbinguni. Kuliko tai za wapi? Za mbinguni. Kwa hivyo ukiona mabawa inamaanisha wepesi. Inamaanisha hivi, Mfalme Nebukadreza alipata ufalme kwa wepesi sana bila kustruggle kutoka kwa Wakaldayo. Jambo lingine, mabawa yake akafutuka manyoya, tumeshaeleza haya. Jambo lingine, akapewa moyo wa kibinadamu, akasimamishwa kwa miguu mingapi? Miwili. Katika historia, ufalme tu ambao ulikuwa na utu pekee ni ufalme wa Babeli. Falme hizi zingine zote tutaangalia ilikuwa na ukatili peke yake. Paka ule unaotawala saa hii ni ukatili. Inaua Wakristo ina silent mode. Yaani silent killing, silent moving. Na watu hawaoni. Lakini tutafumbua macho tuone ufalme huo inaua watu kwa jinsi gani. Kizamani ilikuwa inaua literally kwa upanga katika zama za giza. Inakuja unapata ni Mkristo wa kweli, unauawa kwa upanga, unauawa. Lakini walipogundua ya kwamba wanahitaji kuwa na watu wengi na wasigundulike ukatili wao, wakaanza kuua Wakristo kwa njia isiyojulikana. Yaani tutaangalia, kuna mahali tunaona, tutaangalia hekima yao ilikuwa namna gani. Sasa ufalme huo ni ufalme wa Babeli chini ya Nebukadreza, Belshaza na wafalme wengine, iligharimu miaka 68. Hii ilipita. Tuangalie ufalme wa pili, mnyama wa pili, Danieli 7:5. Sema maneno haya. Mstari wa pili. Mstari wa 5. Mstari wa 5 nasema, na wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja. Kumbe mnyama wa pili ama ufalme wa pili ni ufalme ambao ni wa dubu. Nao uliinuliwa upande mmoja. Maana yake ni hii. Ufalme wa pili ni wa Umedi na Uajemi, yani Medo-Persia. Kuinuliwa upande mmoja ni kwamba ufalme huo ilikuwa na nguvu mara ngapi? 2. Kulikuwa na ufalme wa jamaa anaitwa Koreshi na mwingine anaitwa Dario. Dario alikuwa anamiliki mahali inaitwa Umedi. Alafu Koreshi alikuwa mahali inaitwa Persia. Persia ndio Uajemi. Hapo sasa Uajemi. Sasa dubu hii ilikuwa na mifupa mitatu ya mbavu kinywani. Hebu soma. Inasema hiyo 5. Endelea. Nasema na wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja. Ndio. Na mifupa mitatu ya mbavu iliyokuwa kinywani mwake, ilikuwamo kinywani mwake, katika meno yake. Meno yake. Twende. Wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka. Ule nini? Ule nyama tele. Sasa ufalme wa pili ulikuwa na mifupa mitatu ya mbavu kinywani. Maana ya mifupa mitatu ni kwamba ndiposa ufalme huu upate utawala, ilipigana ikafaulu kunyakua majimbo mangapi? Matatu. Ikiwemo Libya ya leo, ikiwemo Misri, ikiwemo Babeli. Ikanyakua hayo majimbo. Ufalme huo ulipita. Tuangalie ufalme mwingine wa tatu. Kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake, na huyo mnyama juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa 8 kama ya ndege. Wa kwanza alikuwa na mabawa mawili. Lakini huyu sasa ana mabawa 4, kumaanisha anaenda kwa kasi zaidi. Sasa kijana huyu ni ufalme wa Yunani. Kijana aliyechukua utawala hapo ni kijana mdogo sana. Alikuwa na jeshi la vijana 47,000. Na Umedi na Uajemi ilikuwa na zaidi ya milioni ya wanajeshi. Lakini kwa ajili ya hekima na ubunifu akabuni ala za vita, akapigana na Umedi na Uajemi na akashinda kwa wepesi. Ndio maana ya yale mabawa 4. Jambo lingine, hebu malizia ile fungu kwanza. Mnyama huyo alikuwa na vichwa 4. Huyo mnyama alikuwa na vichwa vingapi? 4. Maana ya vichwa 4 ni hivi. Akapewa mamlaka. Umemaliza? Akapewa mamlaka. Maana ya vichwa 4 ni hivi. Huyu kijana Alexander mkuu alipochukua ufalme, akatawala kwa miaka michache, miaka 11. Alipomaliza utawala wake, katika utawala wake wakapigana wao kwa wao. Ukawa
kukaondokea falme kuu 4. Ufalme wa kwanza ulitawaliwa na kijana anaitwa Mfalme Ptolemy. Wa pili anaitwa King Kasanda. Wa tatu anaitwa King Seleucus. Wa nne anaitwa King tuko na Kasanda, Seleucus, Ptolemy na Lysimachus. Lysimachus ni wangapi? 4. Hao wakatawala baada ya kijana huyu kufa. Sasa kabla tuingie katika ufalme wa 4, nataka tutaje tabia za hizi falme, sababu kuna mahali tunalenga. Ufalme wa kwanza wa Babeli chini ya mfalme Nebukadreza ulikuwa na tabia karibu 3. Tabia ya kwanza ilikuwa ni tabia ya ibada ya sanamu. Ibada ya nini? Ya sanamu. Nipatie fungu la Zaburi 115 fungu la kwanza. Zaburi 115 fungu la kwanza. Fungu lake ni la kwanza. Naam. Biblia inasema maneno haya 15:1 inasema Bwana, kutukuza usitutukuze sisi, usitutukuze sisi, bali ulitukuze jina lako. Twende. Kwa ajili ya fadhili zako, kwa ajili ya fadhili zako, kwa ajili ya uaminifu wako. Endelea. Kwa nini mataifa husema? Kwa nini mataifa husema? Yuko wapi Mungu wao? Ndio. Lakini Mungu wetu yuko mbinguni. Mungu wetu yuko wapi? Yuko mbinguni. Endelea. Alitakalo lote amelitenda. Sasa huyu Mungu wetu aliye mbinguni. Ukiuliza Mungu yuko wapi? Mungu yuko wapi? Mbinguni. Sasa huyu Mungu aliyeko mbinguni, tunasema ufalme wa Babeli ulimkataa Mungu wa kweli ambaye yuko mbinguni, ikabuni ibada ya sanamu. Kumbuka jana nilitaja walisimamisha sanamu kubwa sana, dhiraa 66 katika uwanda wa Dura. Wakasema mkisikia filimbi na matari na zeze na tarumbeta, kila mtu ainame. Kila mtu afanye nini? Ainame. Tutaeleza tutakapofika katika kitabu cha Ufunuo. Hata hiyo unabii itajirudia, mtasikia hiyo maneno. Ati usipoabudu siku fulani unauawa. Unabii utajirudia, watu watakimbia. Kutakuwa na kilio na kusaga meno. Sasa tabia iliyokuwa katika ufalme huo ni ibada ya sanamu. Tuangalie kama sanamu ni kitu mbele za Mungu. Nipate kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8 fungu la 4. Wakorintho wa kwanza 8 fungu la 4. Fungu la 4. Biblia inasema hivi, Wakorintho wa kwanza 8 fungu la 4. Tusemeje basi? Inasema hivi. Tusemeje basi? Tusemeje basi? Basi kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Je, twajua ya kuwa sanamu si kitu. Kumbe sanamu si nini? Si kitu. Sanamu si kitu katika ulimwengu. Na ya kuwa hakuna Mungu ila mmoja tu. Ila wangapi? Mmoja tu. Endelea. Kwa maana ijapokuwa wako waitwao miungu, nini? Miungu. Sasa katika ufalme huo kulikuwa na miungu mingi. Miungu na sanamu ni jambo moja tu. Naam. Jana ukiwacha kumtumainia Mungu, kando na Mungu au Kristo, lolote unalolitumainia, iwe fedha, iwe wanawake, iwe mali, iwe sanamu, iwe magari, hiyo inakuwa sanamu. Lolote ambalo mwanadamu ameegeza matumaini kwake. Kumbuka Biblia inasema pale moyo wa mwanadamu uliko ndipo ndio hazina, pale hazina ya mwanadamu iliko ndipo moyo wake ulipo. Sasa sanamu si kitu mbele za Mungu. Kuna wengine wanasujudia sanamu mpaka wanaziomba. Mtu anaenda anaomba sanamu. Naomba sanamu. Tutakapofika hapo tutaeleza vizuri. Mungu anakataa hiyo. Hataki. Ilikuwa katika ufalme wa Babeli. Jambo lingine lilipokuwa katika ufalme wa Babeli, ufalme wa Babeli ulikuwa na utajiri. Ilikuwa na mandhari ya kifalme. Ilikuwa ni kasri ambayo ni ya mashuhuri. Ilikuwa na utajiri sana. Dhahabu ilikuwa katika mji huo. Lakini ilipita ufalme ukafuata Umedi na Uajemi, ilikuwa na tabia fulani. Na Umedi na Uajemi sheria zao ilikuwa wakisema ni hivyo. Hakuna kuvunjika. Inaitwa sheria za Kimedi na Kiajemi. Tabia ya kwanza katika ufalme huo ilikuwa ni hii. Walikuwa hawaoi. Jamaa anakuwa anakomaa tu vizuri, anamea ndevu lakini haoi. Ilikuwa tabia ya ufalme huo. Jambo lingine katika ufalme huo, ukaanza kuingiza ukatili polepole katika ufalme wa Umedi na Uajemi. Tutakapendelea tutazama hapo ndani. Ufalme wa tatu wa Uyunani. Sasa hapo ndio mambo yakaharibika. Ilikuwa na ukatili, jambo la kwanza. Jambo la pili, ilikuwa na kitu inaitwa anasa. Na anasa hiyo ndio ilifanya kijana Alexander Mkuu akafa akiwa angali mchana, na alipokufa akatoa 3 wishes. Akasema barabara itakayoenda kwenye kaburi yake watandike dhahabu.
ana maana ya kwamba kumbe hivi vyote ni bure. Akasema wanajeshi wasiguze sanduku lake, watakaoliguza wao ni madaktari, the physicians. Hiyo ilikuwa na maana, tutakapoendelea tutaeleza zaidi. Akasema jambo lingine ya kwamba katika ufalme huu mambo yote inaitwa vanity. Nipatie Mhubiri moja. Mhubiri moja. Biblia inasema maneno haya. Mhubiri moja. Biblia inasema hivi. Ndio. Biblia inasema haya maneno. Asema Mhubiri moja. Maneno ya Mhubiri mwana wa Daudi mfalme katika Yerusalemu. Tena Mhubiri asema ubatili mtupu. Ubatili nini? Mtupu. Mambo yote ni ubatili. Na huyo mfalme akasema kumbe mambo yote ni nini? Vanity. Ni ubatili mtupu. Sababu hakuona jambo lolote katika, hakufaidika na lolote. Ayubu anasema ulikuja mikono mitupu na utarudi nini? Mitupu. Jambo lingine sasa nataka tuingie kwenye ufalme wa nne. Sasa hapo ndo nataka utege sikio sasa. Sababu huo ufalme ndio unatawala saa hii. Na tutaenda kusema maneno yake, alafu tuonyeshe utawala wa Mungu unaokuja. Nipatie sasa Danieli 7:7. Hapo sasa 7:7 Biblia inasema baadaye nikaona katika njozi ya usiku. Natazama mnyama wa nne. Sasa hii mnyama wa nne ndio ilitisha hata Danieli. Mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi. Na kumbe huyu mnyama anatisha, ana nguvu na ana uwezo mwingi. Sasa tulisema mnyama ni ufalme. Sasa kumbe ufalme huu ni ufalme wa kutisha, ni ufalme wa uwezo mwingi, na kumbe ufalme huo una nguvu. Naam. Shikilia hiyo kwanza. Endelea. Inaendelea. Naye alikuwa na meno ya chuma. Huo ufalme ulikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Endelea. Na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na huyo mnyama. Kumbe wa kwanza umbo lake lilitofautiana zaidi na wale wangapi? Wa kwanza. Endelea. Alikuwa na pembe 10. Na huyo mnyama alikuwa na pembe 10. Maana ya pembe ni nini? Fungu la 24 Biblia inasema maneno haya. Inasema hivi. Ndiyo. Habari ya zile pembe 10. Na habari ya zile pembe 10. Katika ufalme huo wataondoka wafalme 10. Na mwingine ataondoka baada ya hao. Naye atakuwa mbali na hao wa kwanza. Ndio. Naye atawashusha wafalme watatu. Naam. Maana zile pembe 10 ambazo zilikuwa katika ule ufalme ama ule mnyama ni the ancient 10 superpower nation of Europe. Ya kwanza ilikuwa inaitwa Germany. Ya pili ilikuwa inaitwa Switzerland. Ya tatu ilikuwa inaitwa Italy. Ya nne ilikuwa inaitwa France. Ya tano ilikuwa inaitwa Portuguese. Alafu ya sita ilikuwa inaitwa Spain. Alafu ya saba ilikuwa inaitwaje? Kuna Iruli, Vandali, Ostrogoths, alafu ya mwisho Burgundians ni lugha ya Kialemani, yani hiyo inamaanisha Germany. Burgundians ni Germany. Anglo-Saxons hiyo ni bado ni the same thing. Kwa hivyo ni hayo mataifa. Lakini sasa Danieli alipoangalia sana yule mnyama akaona jambo fulani lilitendeka. Hilo jambo lililotendeka lilikuwa ni jambo gani? Nipatie fungu la 8. Fungu la 8 Biblia inasema nikaziangalia sana pembe zake. Danieli alipoangalia sana zile pembe, akatazama pembe nyingine ikazuka kati yao. Kwa ule mnyama kuna pembe nyingine ikazuka kati ya zile pembe. Nayo ilikuwa ndogo. Ndiyo, pembe ilikuwa ni ndogo. Ambayo mbele yake ndiyo pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Yaani kwa hiyo mnyama kuna pembe 3 zilitoka kabisa. Natazama pembe kadogo kakaja. Natazama katika pembe hiyo. Kwa hiyo pembe mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Pembe ni ufalme. Naam. Kulikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Naam. Na kinywa kilichokuwa kinena maneno makuu. Na tunaambiwa iko na masikio kweli? Haina masikio. Nikatazama hata viti. Shikilia hapo kwanza. Naam. Tusiende kwa viti vya enzi. Huyu ufalme ikawa na macho
na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu au maneno ya makufuru. Tutaangalia maneno ni nini. Hiyo ni sehemu inaitwa pembe ndogo. Sasa kabla hatujaingia kwenye pembe ndogo, nataka tuangalie huu ufalme wa nne. Huu ufalme wa nne inaitwa Rumi ya kishenzi ama Rumi ya kipagani. Ni ufalme ambao ulikuwa na ukatili sana, haukuwa unamjua Mungu. Ufalme huu ndio ule uliotawala na ndio bado unatawala. Baada ya pale tukaona pembe nyingine ndogo, na hiyo pembe ilikuwa ikinena maneno fulani. Hayo maneno yaliyokuwa yakitoka kwenye hiyo pembe ndogo ni maneno gani? Nipatie kitabu kinaitwa Danieli 7:25. Danieli 7:25, Biblia inasema hivi, na atanena maneno kinyume chake aliye juu. Kumbe hiyo pembe ilikuwa inanena kinyume chake aliye wapi? Aliye juu. Na tulisoma kumbe aliye juu ni nani? Ni Mungu. Atanena kinyume chake aliye juu. Aliye juu naye atawatofisha watakatifu wake aliye juu. Na hiyo pembe itadhoofisha watakatifu wa Mungu aliye wapi? Aliye juu. Na ataazimu kubadili majira na sheria. Hiyo pembe itaazimu kubadili majira na nini? Na sheria. Sasa ukiona unataja watakatifu, jua ni ufalme ambao uko na mamlaka ama uwezo wa kidini. Bwana asifiwe. Amen. Sasa ukiona tu watakatifu wanadhoofika, ni ule ufalme. Unaitwa sasa Rumi ya kipagani. The pagan. Is it the pagan Rome? I think so, yeah. The pagan Rome. Hebu endelea. Inaendelea ikisema hivi, naye not the pagan Rome, inaitwa the purple. The purple Rome. Yes, endelea. Nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Sasa hiyo pembe ndogo tutakapokuja kesho tutaingia hapo zaidi. Leo nahitaji tu kidogo. Sasa nataka tuanze kutaja tabia zilizokuwa katika ufalme na sifa za ufalme. Ilitawala wakati gani? Na je, bado unatawala? Na itakoma wakati gani? Ufalme huu ndio ule ufalme ambao uliua Wakristo. Ufalme huu hata Yesu aliwawa katika ufalme huu. Nipe kitabu kinaitwa Waebrania 11. Waebrania 11. Waebrania 11 fungu la 34. Unajua manabii waliuawa sana na ufalme huu. Watu wa Mungu waliuawa. Kwa mfano kuna nabii anaitwa Isaia. Nabii Isaia walimfunga mguu huu kamba, wakafunga huu mguu kamba. Wakafunga kwenye mti ikakaa hivi. Mwanajeshi mmoja akasimama upande ule, mwingine akasimama upande huu. Wakashika kitu inaitwa msumeno. Wakaanza kumkata, inaitwa mng'ati, si ndio? Wakakata jamaa. Wakamkata mpaka akafa. Katika ufalme huu ulikuwa na ukatili zaidi. Kuna kijana anaitwa Stefano. Alipopigwa mawe ilikuwa ni kipindi cha ufalme huu. Na ndio ujumbe huu tufikie. Kijana anaitwa Danieli, ndipo sasa andike maneno haya. Alikumbana na mabaya, akatupa kwenye tundu la simba, lakini Mungu akafunga kinywa wale simba. Mtumishi wa Mungu anaitwa Paulo. Yaani jamaa alikuwa anahubiri, anakuja kama hapa Kisuluni wanamkataa. Kama vile tunakuja hivi. Akahubiri, wengine wakamkataa, wakampiga viboko mpaka akazirai. Alipozirai wanafunzi wake wakamwombea akasimama. Aliposimama hakukata tamaa, akasema ndugu zangu, wapi hakujahubiriwa tufike huko. Hakukata tamaa. Ufalme huu ulileta ukatili mwingi sana. Hebu soma hapo hivyo. 34 Biblia inasema kitabu cha Waebrania Waebrania 11. Ndio. Biblia inasema maneno haya. Walizima nguvu za moto. Waliokoka na makali ya upanga. Tena walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu. Walikuwa hodari katika vita. Walikimbiza majeshi ya wageni. Wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa. Lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa. Wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walijeruhiwa katika ufalme huo. Wengine walifanyaje? Walijeruhiwa kwa dhihaka. Mapigo. Wengine walipigwa. Naam. Endelea. Kwa mafungo. Wengine walifungwa kama vile nani? Yohana. Na kwa kutiwa gerezani. Yohana pia baada akatiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe. Wengine wakapigwa kwa mawe. Walikatwa kwa misumeno. Wengine kama Isaia akakatwa kwa
Msumeno walijaribiwa, wakajaribiwa, waliuawa, wengine wakauawa kwa upanga kama Yohana, kichwa kikakatwa, wakatia kwenye sahani, wakakipeleka mezani. Walizunguka, wengine wakazunguka wakivaa ngozi za kondoo na za nini, ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendewa mabaya. Ufalme huu ulitesa watu wa Mungu na ukawatendea nini? Mabaya. Wapendwa, ufalme huu ndio umeleta mambo mengi katika dunia hii. Ufalme huu tunaambiwa ilibadilisha majira, ikabadilisha nini? Sheria. Hapo ndio tutazingatia zaidi. Jambo lingine, likadhoofisha watakatifu wake aliye wapi? Aliye juu. Tutakapokuja kesho tutaingia hapo zaidi, lakini leo naweka muhtasari. Ilibadilisha sheria za Mungu, sheria 10 ikabadilisha, ikazingatia kwa ile ya 4 ikabadilisha. Alafu kuna ile ya pili ya usijifanyie sanamu ya kuchonga, pia nayo wakabadilisha, sababu hao wanatengeneza sanamu. Kulikuwa na sanamu nyingi ambazo walikuwa wakiziabudu. Sanamu kama kulikuwa na sanamu ambayo walikuwa wanaiabudu miungu ya vita, kulikuwa na miungu ya radi, kuna miungu ya kizazi, kulikuwa na miungu ya mvua, kulikuwa na miungu mingi sana, walikuwa na miungu. So wakabadilisha sheria ya Mungu, wakabadilisha sabato ya Mungu. Nipatie Ezekieli nipatie 8:15, 8:14, 8:14. Kitabu ni cha Ezekieli 8:14. Ndio. Biblia inasema maneno yafuatayo. Naam. 8:14. Biblia inasema hivi. Ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana. Ezekieli akaletwa na Mungu katika njozi mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana ulioelekea upande wa kaskazini. Na tazama, wanawake, kulikuwa na wanawake wameketi wakimulia Tamuzi. Tamuzi, ukifuatilia katika historia, alikuwa ni mke wa mfalme nani? Nimrod. Wakamulilia Tamuzi. Endelea. Akaniambia, mwanadamu, umeona haya? Utaona tena machukizo makubwa kuliko hayo. Mungu akamwambia, utaona tena machukizo mengine kuliko haya. Kumbe hao wanawake walikuwa wanafanya machukizo. Kanileta mpaka huo wa ndani ya nyumba ya Bwana. Na tazama, watu mlangoni pa hekalu la Bwana, kati ya ukumbi na madhabahu, walikuwako watu kama 25 wamelipiga kisogo hekalu la Bwana. Watu wakakataa ibada ya Mungu, wakakataa hekalu la Bwana. Wakafanyaje? Na nyuso zao wakalipiga hekalu la Bwana. Nyuso zao wakapiga kisogo hekalu la Bwana. Na nyuso zao zikaelekea wapi? Zikaelekea upande wa mashariki. Upande wa mashariki. Nao wanaliabudu jua. Nao wanaliabudu nini? Jua. Ibada ya jua. Ama ibada ya siku ya kwanza ya juma ikaanzia pale. Naam. Inaitwa Sunday. Ibada ya jua. Jua ikawa ni mojawapo ya miungu walioiabudu watu wale. Jambo lingine, sheria za Mungu wakazibadilisha. Na Mungu si kigeugeu. Kama angelibadilisha sheria zake, angenakili katika neno lake. Nipatie Malaki 3:6. Mungu hajawahi badilisha sheria zake, na anasema hata Israeli itakapokosa kuitwa taifa mbele zake, ndipo sheria zitaondoka. 3:9. 3:6. 3:6 Biblia inasema maneno haya. Maana mimi, kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu. Kumbe Mungu anasema yeye hana nini? Hana kigeugeu. Kumbe Mungu si kigeugeu. Ndio maana ninyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo. Kama Mungu angebadilisha ibada yake, angesema. Kama angebadilisha siku ya ibada yake, angesema. Utaratibu kama angebadilisha, angesema. Kama angebadilisha sheria zake, angesema. Hebu tuangalie, nipatie 5:18 Mathayo. 5:18. Mathayo 5:18. Biblia inasema maneno haya. Inasema, kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja. Kumbe katika sheria za Mungu ama torati ya Mungu, yodi moja wala nukta moja ya torati haitafanyaje? Haitaondoka hata yote yatimie. Mpaka yote yafanyaje? Yatimie. Ufalme huu ukaja ukabadilisha sheria ya Mungu. Kesho tutakuja hapa na tutaisoma hizo sheria zilizobadilishwa na vile ya Mungu ilivyo. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Natumai tunaelewa hii maneno. Ufalme huo tumesema ulikuwa ni ufalme wa Kirumi.
Na ufalme wa pembe ndogo ni ufalme wa Kirumi bado, lakini ni ya kidini, inaitwa the Papal Rome. Ile nyingine inaitwa the Pagan Rome. Lakini nabii Danieli alipoangalia mambo hayo, fungu lake la 9 Danieli 7:9 Biblia inasema kuna mtu anaitwa mzee wa siku. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, ndio, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. Na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto. Ngurumo zake moto uwakao. Naam. Moto wafanya nini? Moto uwakao. Hapo wanamzungumzia Mungu. Naam. Mungu akamfahamisha Danieli tafsiri ya ile ndoto. Ndiposa akaiandika ili kusudi mimi na wewe tuweze kufahamu mambo haya. Haya mambo hawakuandikiwa wale walioishi katika Babeli, hapana. Hawakuandikiwa wale walioishi Uyunani, walioishi zama zile, hapana. Waliandikiwa akina nani? Nipatie Danieli 8 fungu la 17. Danieli 8:17. Biblia inatoa maneno haya. Inasema basi alipokaribia mahali niliposimama, nami naliogopa. Aliponikaribia nikaangua kifudifudi, lakini aliniambia mwanadamu, fahamu mwanadamu, kwa maana maono haya, kumbe haya maono wakati ilikuwa ni wakati wa nini? Wa mwisho. Naam. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wimbo inaimbanga ati injile inyelele. Wangapi wanajua hiyo wimbo? Injile inyelele, injile inyelele. Hiyo injile inyelele ambayo tunaimba hiyo, tunafahamu gharama ambayo iko katika hiyo njia. Nabii Danieli alipoonyeshwa, akaonyeshwa mmoja aliye mzee wa siku. Fungu lake la 13, soma 13. Inasema hivi, hiyo 8:13. Ndio. Inasema hivi, ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena. Na mtakatifu mwingine akamuuliza huyo aliyenena, haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima, na lile kosa lifanyalo ukiwa, yataendelea hata lini? Endelea mpaka 14. Hutayagisha patakatifu na jeshi. Akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Tutakapoendelea tutazidi kuangalia hayo mambo zaidi. Naam. Lakini nimetaka nikupe taswira jinsi falme za dunia hii zilipokuwa na tabia zake, sababu hizo tabia, falme zilipita lakini tabia bado zipo. Bwana asifiwe. Amen. Yaani hizo falme zote zilipita, lakini zile tabia zake bado ziko mpaka leo, na ziko katika ufalme huu unaotawala sasa hivi, ufalme wa Kirumi. Siku hizi kuna watu wana sanamu, kuna hao wale wako nazo, kuna watu ambao wanaabudu miungu, si wako? Kuna watu wakatili, si wako? Yaani tabia za zile falme zingalipo mpaka sasa hivi. Kwa hivyo jambo la mwisho nataka tumalizie, tukaribishe mnenaji wa siku. Tufahamu neno hili. Kuna jambo lilikuwa katika Uyunani. Katika Uyunani pale lilikuwa ni jambo gani? Nipatie kitabu kinaitwa Wakorintho wa kwanza, natumai 1:22. Wakorintho ni wa kwanza 1:22. 1:22. Biblia inanukuu maneno haya. Kwa sababu na Wayahudi wanataka ishara. Wayahudi wanataka ishara. Wayunani wanatafuta hekima. Wayunani wanatafuta nini? Hekima. Ule ufalme ambao ulikuwa wa Uyunani ulikuwa na hekima zaidi. Naam. Ndio maana unaona watu wote waliokuwa na hekima wanatoka wapi? Greece. Kwa mfano, aliyeanzisha hesabu, hii hesabu ambayo ni ngumu shuleni, anaitwa Samos Pythagoras, anatoka Greece. Kuna watu walio invent machine nyingi, kama kuna jamaa ali invent mechanical pressure. Kuna watu kama Robert Backwell. Kuna watu wengi waliokuwa na hekima walitoka Uyunani. Ndiposa kijana huyu aliyetoka Uyunani akabuni ala za vita, akashinda vita kwa Umedi na Wajemi. Sasa ile hekima bado kwenye ufalme huu ambao unatawala sasa. Ndio maana inaua watu wa Mungu pasipo wao kujua. Inatumia mbinu gani? Mbinu za kiafya.
Yaani katika mbinu za kiafya kuna vile inafanya ili kuangamiza watu wa Mungu. Jambo lingine inawaua kutumia dini. Jambo lingine kwa kupotosha neno la Mungu. Kuna Biblia sijaibeba, natumai kesho tutaisoma. Yaani wamebadilisha maandiko, na kwa kubadilisha maandiko wametumia ile hekima ambayo wako nayo. Kuna maandiko ambayo siku hizi ukiyasoma kuna mafungu fulani hayapo. Haya mafungu hayapo kabisa. Biblia nimeiacha, tutaisoma siku ya kesho. Kwa hivyo watu wa Mungu, tusije tukapotoshwa. Lakini neno la Mungu halifungwi. Neno la Mungu halifungwi. Hebu nipatie Timotheo 2:9 wa kwanza. Timotheo wa pili. Wa kwanza 1:9 natumai. Wa kwanza 1:9. 1:9. Kitabu ni Timotheo. Wa kwanza 1:9. Biblia inasema maneno haya. Ndio. 9. Akilifahamu neno hili ya kuwa sheria haimhusu mtu wa haki bali waasi na wasio wa taratibu. Timotheo wa pili 2:9, samahani. 2:9, Timotheo ni wa pili. Biblia inasema maneno haya. Ndio. Nami katika hiyo, Paulo anasema hivi. Katika hiyo nimeteswa. Paulo aliteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya. Akafungwa kama mtenda mabaya. Lakini neno la Mungu. Lakini tufahamu neno hili. Neno la Mungu halifungwi. Tutalitangaza na tutalihubiri na tutalifundisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu atusaidie na atupe hekima tuweze kufahamu maneno haya. Wiki hii nimekuwa naweka muhtasari wa kila jambo. Juma lijalo tutaingia kwa kitu inaitwa Ufunuo, kitabu cha Ufunuo. Naam. Kitabu cha Ufunuo kina mambo. Kuna wengine wanasikianga ati alama ya mnyama. Unasikilianga huko tu lakini hujui alama ya mnyama. Tutaifundisha. Kuna wengine wanasikia ati mwanamke kahaba. Tutafundisha mwanamke kahaba ni nini. Na hiyo mwanamke kahaba ndio wameimba hapa ya kwamba tokeni kwake. Isaya 48:20. Isaya 48:20. Wanasema tokeni kwake. Tutamfundisha hapa. Jambo lingine inaitwa mapigo 7. Tutayafundisha hapa. Kwa hivyo juma lijalo tutakapoingia katika kitabu cha Ufunuo, sasa tutafunua mambo yote. Ule ukweli wote tutaufunua tutakapoingia katika Ufunuo. Inasemaje? Amen. Endelea hapo. Kitabu ambacho nimekupa 8:20, Isaia 48 inasema. Ndio. Haya tokeni katika Babeli. Haya tokeni katika nini? Babeli. Katika Babeli. Kimbieni kutoka kwa Wakalidayo. Hubirini kwa sauti ya kuimba. Tangazeni haya. Yatamkeni mpaka mwisho wa dunia. Semeni. Bwana amemkomboa mtumishi wake. Amemkomboa nani? Mtumishi wake. Ndio maana tuko hapa tunatangaza, tunasema na tunahubiri kama vile andiko limesema. Lakini wamesema tokeni katika Babeli. Ninapomalizia Babeli, maana yake inamaanisha machafuko. Ukisoma Mwanzo, natumai ni Mwanzo 10:8 ukiendelea, hiyo hatutasoma. Babeli inamaanisha machafuko. Dunia hii inalinganishwa na Babeli sababu kuna machafuko ndani yake. Kuna ufisadi, kuna usharati, kuna wizi. Ufisadi ile tunaona haikuanza kitambo. Kumbuka Yesu alipofufuka, ule ufalme uliokuwa wa upinzani uliokataa chama tawala, chama cha Yesu. Wakati Yesu alifufuka, wakaenda wakahonga watu, wakawapa watu pesa. Hii honga haijaanza sasa. Wakaonga watu pesa, wakawaambia, wakiwauliza ati Yesu alifufuka, sema hakufufuka. Wanafunzi wake walikuja usiku wakaiba nini? Mwili wake. Ufisadi hii kwanza sasa, ilianza zamani. Kwa hivyo dunia hii inalinganishwa na Babeli sababu imejaa machafuko na udhalimu. Tutakapokuwa tunaendelea sasa na mkutano huu, natumai kuna taswira umeipata. Tutakapoendelea tutakuwa tunaifunua zaidi. Si Mungu awabariki sana. Amen. Nakaribisha waimbaji. Karibu. Waimbaji wanapokuja nataka niseme hivi, fungu la mwisho wanapokuja kutupa wimbo. Lile ambalo tunapaswa kufanya sasa ni hili. Mhubiri 12:13. Mhubiri 12 fungu lake la 13. 12:13.
Biblia inatoa taarifa hii. Inasemaje? Hii ndiyo jumla ya mambo yote. Sasa wapendwa wa Mkulusu, yeyote unayesikia, iwapo unahitaji wokovu ama unahitaji kupata mbingu, hii ndio inapaswa kufanya. Hii ndio jumla ya mambo yote. Hii ndio jumla ya maneno. Yote yamekwisha sikiwa. Yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu. Mche Mungu. Na uzishike amri zake. Na uzishike nini? Amri zake. Hiyo tu. Maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Bwana asifiwe. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Tunaomba. Mtakatifu Mungu unayetupenda, tunasema ni asante kwa ajili ya fundisho hili. Tuliponena kinyume kama wanadamu tusamehe. Lakini yale ambayo tumejifundisha, hebu yapate nafasi katika mioyo yetu na ituandae kwa ajili ya urejeo wako. Kwa jina la Yesu tunaomba kwa imani. Amen. Amen.
sikiliza, wewe Yona sikiliza, wewe Yona sikiliza, peleka ujumbe Ninawi. Amen, amen.